Watu wawili waliuawa jioni ya Ijumaa katika eneo la Gotu, ikiwa ni wadi ya Garemara, gatuzi la Isiolo, katika kisa cha wizi wa mifugo. Akithibitisha kisa hicho, senior chief eneo hilo amedokeza kuwa wawili hao waliuawa kupigwa risasi na wezi wa mifugo anaosema waliiba mifugo zaidi ya 700 na kutoweka nayo. Hata hivyo, anasema afisa wa usalama wakisaidiana na wale wa Kiba KPR waliweza kufuata na kufanikiwa kurejesha zaidi ya mifugo 180 huku wakiendeleza juhudi hizo. Wamehama. Sasa kulikuwa sasa kuna hii asu na NPR wabaki pale kwa Lososia. Waongoje enforcement nyingine fuatilia sasa ile zile zimebaki. Na ilikuwa saa ngapi chief? Ilikuwa jana saa 10 walipigwa. Saa 10 jioni. Saa 10 jioni. Sasa aidha amedokeza kuwa na shuku wahalifu ni wale ambao wametorokea eneo hilo kujificha kutokana na operesheni ya kiusalama inaendeshwa kaunti zao. Na kwa sasa labda usalama uko vipi? Kuna wasiwasi? Kuna wasiwasi juu zaidi. Kwa area sasa hivi kuna kiangazi kali. Na hata kwa leo kuna kiangazi, lakini vile tunapata habari kwa huko chini, wale wavuaji wamekuja kwa hii area hii wa Samburu, hao wale ni wale wahalifu wametoka pande yao, wamejificha sasa kujificha upande wa serikali. Kwa hiyo operation iko kutembea. Kwa sababu hii area kuna leto ndio wanajificha upande hii. Sasa ndio hasa wanapitisha hiyo shida upande hizo. Hata sisi kwa hiyo kiangazi tuwezi kutoka haraka ama kutoroka. Sasa ni kuomba tu reinforcement itokezee, jamii waweze kuishi kwa hali tulivu. Shambulizi ambalo limekashifiwa na Usman Sharif maarufu Auke, ambaye ametuma risala za rabirabi kwa familia hizo, huku akitaka idara ya usalama kuwajibika na kukabiliana ipasavyo na wahalifu ambao wanazidi kuhangaisha wakazi wa gatuzi hili. Kwa majina naitwa Usman Sharif Auke. Kwanza nashukua fursa hii kusema pole yangu kwa jamaa, ndugu na marafiki waliopoteza wapendo wao kwa tukio ya jana jioni hapa Gotu. Na ni jambo la kushangaza, kila mara huwa tunaomboleza vifo ya watu ambayo vifo yenyewe inatekelezwa na majangili, na ni vyema kusema ya kwamba serikali wako na ulegevu, kwa sababu jukumu ya serikali kuu ni kuhakikisha usalama ya kila mtu ambayo anaishi Kenya hii. Na kila wakati hii area yetu, kaunti yetu hasa hii ya Isiolo, although hii maneno ya majangili inakuanga ni kero kwa kaunti ya wafugaji, lakini hii yetu ya Isiolo huwa sasa imekuwa ni msururu kila wakati kupata vifo na pia mali kuenda na majangili. Na jambo la pili ambayo inashangaza zaidi, majangili hao wakitekeleza hiyo uvamizi, hasa ikitokea kwa hizi kaunti ya jirani, kaunti ya Samburu, inakuwa ni ngumu hata kupatikana kwa hizo mifugo. Na ukiangalia bajeti ya National Police Service 2026-2027 iko karibu takriban 147 billion bajeti ya National Police Service. Out of that 147 billion, 65 billion inaenda kwa operation.
na intelligence criminal investigation agencies wako na 14 billion, 14.4 billion. So ile swali nyeti ambayo iko hapa ni hiyo bajeti, ukiangalia ni idara ama taasisi ya usalama ndio hawafanyi kazi yao, ama bajeti yenyewe haifiki kwa ile mahitaji inatakikana ili security ama usalama iwe sawa. Pia ameitaka idara ya upelelezi kutoa ripoti ya uchunguzi wao kuhusiana na matukio ya mauaji ambayo yamekuwa yakiripotiwa siku za hivi karibuni, kwa kuwa wengi wa kazi sasa wanaishi na hofu ya usalama, hasa kwa hii jimbo letu ya Isiolo. Tukio ya uhalifu ikitokea, lazima wananchi wanataka kujua ile uwazi ya idara ya upelelezi, kwa sababu hizi tukio yote ambayo tunashuhudia, hasa kuanzia kwa hiyo mwezi ambayo tuliyopita mpaka wa leo, idara ya upelelezi pia imenyamaza, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna mtu amejua ni nani anatekeleza hii uvamizi ama mauaji. Hata ndani ya Isiolo CBD kuna tukio litokea kama hiyo mama ambaye anafanya biashara, na ni kila mtu ako kwa giza, ni hasa ni kitu gani inaendelea ndani ya jimbo hili letu ya Isiolo, kwa sababu saa hii kila mtu ako na hofu, kwa sababu ukiangalia wakati ya jioni ikifika, hii town ni mahame kwa sababu ya wasiwasi na hofu. So vile idara ya usalama ilikuwa na mabadiliko hapa jimbo letu ya Isiolo, I think the county commissioner ambaye hakukaa sana hapa ni mzuri aarifu wananchi ni kitu gani inaendelea ndani ya jimbo letu ya Isiolo, kwa sababu tukiendelea hivi na maneno ya siasa imekaribia, waka ya siasa imekaribia, mimi nadhani kama polisi hawatapatia wananchi taarifa ambayo inafaa wao kutoa kwa wananchi, vile walichunguza, uchunguzi ilifika wapi, idara ya upelelezi imefanya nini, walishukua hatua gani, ni hawa ni akina nani ambayo kila wakati wanafanya mauaji, ni hawa ni akina nani kila wakati wanafanya uvamizi ya mifugo, wanaleta vifo, kwa sababu the responsibility of the government, of any functional government, is to make sure to protect the property and the life of its citizen. So lazima wafanye hima, waeleze wananchi exactly ni kitu gani inaendelea ndani ya jimbo letu ya Isiolo. Wakati huo ametaka viongozi wa kisiasa kuja ground na kutafuta suluhu la masaibu yanayozidi kwa kubwa wana Isiolo, huko pia akimtaka waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuepukana na masuala ya kisiasa na kushughulika na usalama wa Wakenya. Kila wakati uvamizi huwa inatokea, tunapata viongozi wanaenda kimya. Labda tunaweza wapata tu wakisema pole kwa familia kupitia mitandao ya kijamii, na ni jambo la kukera viongozi kutuma risala ya rambirambi kila wakati, kwa sababu hao viongozi wananchi walichagua ili wasimamie maslahi ya wananchi. Kila wakati unaona ya kwamba waziri ya usalama anajibizana na wale wako katika mrengo ya upinzani, na ni hatari sana kutekeleza jukumu lake kama waziri ambayo anawajibika na maneno ya usalama. Na tena ni sura mbaya ama ni jambo ambayo haifurahishi
kama taifa kuona waziri ya usalama anajibizana na wale yeye anafaa kulinda maisha yao na mali yao. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.